Anasema Abu Huraira, mtu ambaye hatekelezi ibada ya kuchinja, falyatazil musallana, ajitenge katika musalla wetu wa Eid. Sawa. Abu Huraira huyu lau kama angekuwa anakuja katika zama zetu hizi, pengine katika msalla wa Eid wangeswali watu 20 hawafiki. Wallahi nakwambia ni katika siku ya Eid. Sawa. Wangerudi watu na miswala yao. Tena katika maeneo yetu, tuseme maeneo yetu, si ndio? Qala, labda Waturuki wangekuwa wengi kweli kwenye mswala wa Eid. Qala ahlul ilm, wamesema wanawachuoni, wa hadha alqawlu, tunasoma hapa anasema, na hii kauli min Abi Huraira, kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, la yadullu ala wujubi al-udhiyati, haijulishi juu ya uwajibu wa udhiya, wa ithmu tarikiha, na madhambi ya mwenye kuacha, wa innama yadullu ala anna almuslima, hakika si vingine inajulisha kauli hii juu ya kwamba Muislamu hariyun bihi, ni mwenye pupa katika hilo, anapupia kuchinja, sababu hilo katika ibada wanazifanya Waislamu. Hariyun bi, anasema neno hariyun bimaana haqiqun, Muislamu ni mwenye kustahiki an yu'na bifili hadhihi al-udhiya, kutilia maanani katika suala la kutilia maanani kwa kutekeleza ibada hii ya kuchinja udhiya, wa an yudhhiraha, na kwamba anatakiwa alitilie maanani na kuidhihirisha ibada hiyo ya kuchinja, maadama muda wa kuwa anna Allah azza wa jalla qad awsa alayhi, muda wa kuwa Allah amempa wasa mtu huyo, wazada fi rizqihi, na muda wa kuwa Allah amemzidishia katika riziki yake, ma yafdhulu, amemzidishia katika riziki yake kile ambacho kinachozidi, an hajatihi, unako na mahitaji yake, wa hajati ahlihi wa man yaul, na mahitajio ya watu wake na watu wanaowahudumia, na watu ambao anawahudumia. Kwa hiyo kama mtu amejaliwa ziada imetosha mahitajio yake ya nyumbani kwake na watu wake na watu wote ambao anawahudumia, kuna kitu cha ziada, basi atekeleze ibada hiyo ya kuchinja. Kwa hivyo wanawachuoni wanasema kwamba bali Muislamu anatakiwa awe na pupa katika kutekeleza ibada hiyo. Walam yasiha hadithun, na wala haikusihi hadithi yoyote kwa kueleza kwa dhati ya hadithi hiyo, biainihi, kwa dhati ya hadithi hiyo, fi anna liludhiyati fadlan, kueleza kwamba kile kichinjwa chenyewe tu kina ubora wenye kuainika, wala mania min dhalik, nasema wala hakuna kizuizi katika hilo. Anasema idh kathirun min al-a'mali al-fadila, kwani mengi katika matendo yenye ubora, warada al-amru bimashru'iyatiha, imethibiti amri ya kuwekewa sheria matendo hayo, walam yarid dalilun fi bayani afdaliyatiha, na wala haikuthibiti dalili ya kubainisha ubora wa matendo hayo. Anasema mengi katika matendo mema yapo hivyo ambayo ni fadhila, matendo yalikuwa bora. Anakusudia kutaja matendo yalikuwa bora. Kwa hiyo unaweza ukaona katika hadithi zilizokuja kueleza udhiya, hautopata hata hadithi moja inaeleza kwa fadhila tu na ubora tu kwa dhati yake, kama siku, si ndio? Mfano kama siku ya Arafa, mtu anasemaje? Siyamu yaumi Arafa, si ndio? Naam. Masiku 10 ya Dhulhijja anasemaje? Siyami 10 min Dhulhijja. Umeona? Hizi hadithi zinataja siku, yani dhati ya masiku, dhati ya ibada au dhati ya siku, na kutaja fadhila yake. Lakini ukitafuta hadithi inaeleza dhati ya kichinjo cha udhiya, kwamba ubora wa kichinjo cha udhiya hutopata kwa dhati yake, yani labda utachukua ubora kupitia dalili zingine, lakini sio kwa dhati ya ibada ya kuchinja. Anasema hili lisikushangaze na ukaona kwamba sasa udhiya sitakuwa haina ubora kwa sababu si hakuna dalili ya kufanya hivyo au ilikuja kuzungumzia hivyo. Hapana, anasema kwani mengi katika matendo yaliyo bora,
warada al-amru bimashru'iyatiha, imethibiti amri ya kuwekewa sheria matendo hayo. Walam yarid, na wala haikuthibiti dalilun fi bayani afdaliyatiha, dalili yoyote katika kubainisha ubora wa matendo hayo. Kadhalika haikuthibiti dalili yoyote ya kubainisha makadirio au kiwango cha malipo yaliyopangwa katika matendo hayo. Wa miqdari al-ajri almutarattabi alaiha, wala ikuja hadithi yoyote kubainisha hilo. Anasema baadhi ya matendo yako hivyo. Naam, ndiyo. Qad ruwina, tumepokezwa sisi, tumepewa mapokezi inda Ibn Majah, kwa al-Imamu Ibn Majah, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam suila anil udhiya, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kuhusiana na udhiya. Ma lana fiha, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ma lana fiha, qala bikulli sha'ratin hazana. Waliuliza masahaba kumuuliza Mtume, tuna malipo gani katika kichinjwa hicho? Ma lana fiha, tuna nini sisi katika hiyo udhiya? Qala, Mtume akasema bikulli sha'ratin hasanatan, kwa kila unywele mmoja wa mnyama huyo unaandikiwa jema moja. Asema hii imekuja kwa al-Imamu Ibn Majah. Qala fasufu, na yale manyoya ya sufi, si ndio? Sufi manyoya yake hayadhibitiki kwa unywele, si ndio? Si ndivyo ilivyo sufi? Kwa anasema na sufi je? Wakauliza, qala bikulli sha'ratin hasana, akarudia tena hivyo, kwa kila unywele mmoja jema moja. Sasa kwa mbuzi kuna nywele ngapi? Kwa ng'ombe je? Ukachinja wawili, watatu, inakuwaje? Hadha alhadithu, anaeleza ambayo imethibiti kwa Ibn Majah, lam yasihha, hadithi hii haikusihi ani nabii sallallahu alaihi wasallam, lakini ahlul ilmi rahimahumullah ta'ala, wanawachuoni Allah warehemu, walakin ahlul ilmi rahimahumullahu ta'ala, si ndio? Hiyo ta'ala hapo ukiona haijawekewa wino mwekundu unaweza ukasema kama ni neno jingine, hiyo ipo katika hiyo ta'ala. Lakini wanawachuoni Allah warehemu, Allah aliyetukuka, yatasahalun, lakini wanawachuoni yatasahaluna fi riwayatihi, sio yatasaaluna, yatasahaluna, wanazembea kidogo katika riwaya, katika kuipatiliza riwaya yake. Idh anna asla al-amali mashru'un, kwa hiyo kana kwamba wanawachuoni yatasahalun, nimesemaje? Sio kuzembea, yatasahaluna, wanakhafifisha, sio kuulizana, wanakhafifisha, wanalifanya yaj'aluna al-amra sahla yaj'aluna al-amra sahla, yani wanakhafifisha, wanafanya jepesi kidogo jambo kwa riwaya yake, kwa ile riwaya iliyokuja wanaifanyia sahli, wanaifanyia kwamba riwaya hii ni nyepesi, kwamba wakiifanyia hivyo tasihili kuna maana ambayo anaikusudia. Sawa sawa? Naam, wakifanya tasihili maana kana kwamba wanaipitisha. Kwa sababu gani? Udhaifu wake sio mkubwa. Haya ataeleza pia, sema idh anna asla al-amali mashru'un, kwani kwa sababu asili ya tendo liko katika sheria. Wa hadha alhadithu laysa shadida ad-dha'fi, anasema hadithi hii pia sio hadithi yenye udhaifu mkubwa. Falidha, kwa hiyo basi, yakthuru riwayatuhu, ndio maana hadithi hii inakithiri kupokelewa kwake, fi kutubihim, katika vitabu vyao wanawachuoni, tadlilan, wakiwa wanatolea dalili, lifadhli hadhihi al-udhiyati, wanako na ubora wa udhiya hii. Kwa hiyo ukiitaka hadithi ambayo wanawachuoni wanaikhafifisha udhaifu wake, wasema sio dhaifu sana, ambayo inatajwa katika masala hayo, ibada hii sio ibada ya bid'a, ni ibada ambayo imethibiti kisheria, na wanasema asili ya tendo liko katika sheria.
Kwa kama tendo liko katika sheria, hatuoni ubaya pia malipo haya akawa ndio malipo ya nini, ya tendo hilo. Pamoja na kwamba katika hadithi hii kuna makalu, kuna maneno kidogo yanasemwa kuhusiana na usahihi wake. Wanawachuoni wanaikhafifisha kwa sababu sio dhaifu sana, na ndio maana inakithiri kutajwa katika vitabu vyao, kama vile alimamu Ibn Majah ameitaja. Wanatolea dalili juu ya ubora wa udhiya. Tujalie kwamba imesihi, ubora huu utakuwaje na utukufu wake utakuwaje? Wa ala al-umum, yote kwa yote, kama qultu wa ala al-umumi, na ndio hiyo tafsiri sema yote kwa yote au na kwa ujumla, kama alivyosema fa innahu la talazuma baina adami urudi fadlin bi'ainihi liludhiya annaha laysat fi a'la darajati alfadli bal hiya kadhalika. Anasema hakika mambo yalivyo, la talazuma, hakuna ulazima, la talazum au la tulazimu, ndio hivyo la talazuma, si ndio? Tunajalia talazama ya talazimu, talazuma tunaifanya kuwa ni masdar. Kwa hakuna ulazima baina adami urudi fadlin bi'aini, baina ya kutopatikana ubora wa kuelezea kichinjo cha udhiya kwa dhati yake, kwamba hakuna dalili hiyo kwamba ikaonekana ndio nini, annaha laysat fi a'la darajati alfadli, kwamba udhiya haiko katika daraja za juu katika daraja za ubora. Hakuna ulazima huo, hata kama ikawa hakuna hata hadithi moja, kwani sio hii ndiyo ibada ya kwanza kuwa hivyo. Anasema bal hiya kadhalik, bali hii ibada ya udhiya ndiyo ipo hivyo, kwa maana imestahiki kuwa katika daraja za juu katika ubora. Idh annaha sha'iratu dhahiratu, kwani hiyo udhiya ndiyo nembo yenye kudhihiri, li afdali ayami sana, yenye kudhihiri katika siku bora zaidi katika masiku ya mwaka. Wa huwa yaumun nahar, nayo ni siku ya nini? Siku ya kuchinja. Wa hadhihi laila, na usiku huu hii risala ina peji karibu 41, lakini ilikuwa ni moja katika mihadhara yake, Taib. Kwa hiyo jitahidi kutoka hapa ukasikilize na muhadhara aliyoufanya. Sawa, na shasikiliza karibu 90% au 80 muhadhara huu. Wa ala al-umumi kama qult, aywa tayari. Wa fi hadhihi al-laila, na katika usiku huu, bimashiati llahi azza wa jal, kwa matashi ya Allah azza wa jal, sanatadhakaru, tutakumbushana, wanatahaddathu, na tutazungumza, an baadhi ahkamin wa adabin wa sunani hadhihi shaira, baadhi ya hukumu na adabu na sunna za nembo hii. Anil udhiyata, ninakusudia nembo ya ibada ya kuchinja. Wasayakunu hadithuna lailata, na yatakuwa mazungumzo yetu usiku huu mujazzaan, yenye kukatwa katika vipande, yenye kuwekwa katika juzuu, yani vipande tofauti tofauti. Mujazzaan ila ajza'i khams, anasema mazungumzo yetu yatakatwa katika vipande vingapi? 5. Likai tatadhiha suratu, ili hii sura iwe wazi, watatabayana, likai tatadhiha suratu watatabayana akthar, ili hii sura ya ibada hii ya kuchinja ibainike, kadhalika iwe wazi na ibainike zaidi, ibainike kwa wingi zaidi. Kwa hiyo tukimalizia aljuzul awwal, juzuu ya kwanza, kwa maana kifungu cha kwanza, tutakuwa tushamaliza kwa siku ya leo. Tafuatia sehemu nyingine siku ya kesho insha Allah taala. Awwalul ajzai, anasema moja katika vifungu hivyo 5, amegawa mazungumzo katika vifungu 5. Awwalul ajzai, moja ya kwanza katika vifungu 5, allati sanatakallamu anha, vifungu ambavyo tutavizungumzia, huwa alhadithu anil mudahha, ni mazungumzo kuhusiana na kile chenye kuchinjwa.
anil mudahha bih, kile chenye kuchinjwa. Tazungumzia chenye kuchinjwa ni nini? Wa huwa bahimatul an'ami, na hicho chenye kuchinjwa ni bahimatul an'ami. Chenye kuchinjwa ni nini? Ni bahimatul an'am, na hicho chenye kuchinjwa ni bahimatu al-an'am. Idh la tushra'u al-udhiyatu, anasema kwani haiwi sheria ibada ya udhiya, haiwi sheria ibada ya kuchinja, illa bibahimatil an'ami, isipokuwa kwa kupitia bahimatil an'ami, wanyama wale wenye kufugwa, wanyama wale wenye kufanya nini? Wenye kufugwa. Bahimatul an'ami, bahimatu al-an'ami. Waqad haka Ibn Muflih, na amesimulia Ibn Muflih. Waqad haka, na amesimulia Ibn Muflih, Ibn Muflih. Waqad haka Ibn Muflih, na amesimulia Ibn Muflih. Taib, fi kitab al-furu', katika kitabu al-furu' rahimahullahu ta'ala, al-ijma', ameisimulia na ameitaja ijma', mapatano ya wanawachuoni, ala annahu, juu ya kwamba mambo yalivyo, la yajuzu tadhiyatu, haitofaa kuchinja, bighairi bahimatil an'ami, wasiokuwa wanyama wa bahimatul an'ami. Bahimatul an'ami ni aina 4 ya wanyama ambao wanaotakikana kuchinjwa, bighairi bahimati al-an'ami. Kwa amesimulia al-ijma', mapatano wanaochuoni kuhusiana na nini? Kutofaa kuchinja wanyama wasiokuwa bahimatu al-an'ami. Taib, qala wa bahimatul an'ami 3, na bahimatul an'ami ni 3. Al-ibilu, wa kwanza huyu al-ibilu, ngamia, walbaqaru, ng'ombe, walghanamu, na mbuzi au kondoo. Maana akasema 4 kwa sababu ghanam wanaingia mbuzi, alafu wanaingia nani? Kondoo. Wanaingia mbuzi na kondoo. Al-ma'zu wadh-dha'n, mbuzi na kondoo. Taib, waqad dhakarahu ba'dhu al-mutaakhirin, na wamelitaja hilo baadhi na ايوه طيب عفوا وما ذكره بعض المتاخرين, na yale walioyataja baadhi ya wanaochuoni waliochelewa waliokuja baadaye, fil qarni al-ashir, katika karne ya 10, wa man ba'dahu, na wale waliokuja baada ya hapo, fa inna hadha mu'aridhun bil ijma'i sabiq, hakika hili linapingana na ijma', mapatano yaliyotangulia. Idh la yu'lamu li ahli al-ilmi khilafun fi hadhihi al-mas'ala, kwa haifahamiki kutoka kwa wanawachuoni, kwani haifahamiki kutoka kwa wanawachuoni tofauti yoyote katika masala haya. Fala yajuzu tadhiyatu bighairi hadhihi thalatha, haitofaa kuwachinja wasiokuwa hawa 3, aidha mbuzi au kondoo, kaanzia ngamia, ng'ombe, mbuzi au kondoo. Wa hadhihi al-umuru thalatha fi al-udhiya ala darajatin, anasema na haya mambo 3 katika kuchinja udhiya yapo katika daraja. Anasema yapo katika daraja. Fa afdalu ma yudhaha bihi fi hadhihi al-umur, anasema kichinjwa bora zaidi, anasema kitu bora zaidi katika vile vyenye kuchinjwa katika mambo haya 3, yani katika wanyama hawa 3, al-ibilu, ngamia. Ngamia ana ubora zaidi kushinda ng'ombe, ngamia ana ubora zaidi kushinda mbuzi au kondoo. Idh kana ash-shakhsu qad ja'alaha, idha kana ash-shakhsu qad ja'alaha li nafsihi khassa, atakapokuwa mtu amemfanya ngamia huyo ni kwa ajili yake yeye peke yake, yanakachinja ngamia yeye mwenyewe, imeleka ai
an yudhiya almar'u an nafsihi, ni mtu kuchinja kwa ajili ya nafsi yake, binaqatin lahu wahda, akamchinja ngamia wake yeye peke yake, ndio inakuwa bora zaidi. Qalu thumma albaqaru thumma alghanamu, kisha anayefuatia kwa ubora ni ng'ombe, kisha anayefuatia kwa ubora ni nani? Alghanam. Ghanam anaingia hapa, anasema mbuzi na kondoo. Wadhanu afdalu min almaazi, na kondoo ni bora kuliko mbuzi. Almaaz ni mbuzi, adhan ni kondoo. Kwa neno hilo ghanam wanaingia wawili, mbuzi na kondoo, lakini kondoo ni bora kuliko mbuzi. Thumma ba'da dhalika, kisha anayefuatia kwa ubora baada ya wanyama hao, sub'ul ibili, yule aliyekuwa katika 1/7 katika ngamia, yani aliyekuwa kwenye ushirika wa ngamia. Anayefuatia kwa ubora aliyekuwa katika ushirika wa nini? Wa ngamia. Lakini ngamia anakuwa na ubora endapo mtu atafanya nini? Atamchinja peke yake, si ndio? Kadhalika ng'ombe anakuwa na ubora endapo kama mtu atafanya nini? Atamchinja peke yake, si ndio? Alafu mbuzi na kondoo ni mtu mmoja. Umeeleka? Taib. Kwa hiyo kondoo ni bora zaidi kuliko ya mbuzi, kisha anayefuatia kwa ubora ni yule aliyekuwa katika 1/7 katika ngamia, yani alikuwa katika ushirika. Sub'u ni 1/7, kama wanavyosema ushuru. Ushuru ni nini? 1/10. Thuluthu ni nini? Ndio naenda mpaka kwenye rubu. Robo Waswahili kasema rubu, Kiarabu ni rubu, 1/4, si ndio? Tusu au tisu, si ndio? Tisu 1/9, si ndio? Thumnu, hapo wewe unajibu tu tusu au tisu, au tisu ni 9, tusu kwa dhamma ya tau, tusu, sio kasema 9, 1/9, si ndio? Nenda hivyo hivyo, weka dhamma sini, yani weka dhamma herufi ya kwanza ziwe 3, weka dhamma ya kwanza. Ushuru 1/10, tusu 1/9, thumnu si mnajua wote thumni bwana, hii thumni, si ndio? 1/8, yani kitu kizima ukigawe mara 8, fungu lile moja lile ndio inaitwa thumnu. Sub'u 1/7, kitu kizima ukigawe mara 7. Hapa imeleka hapa, manake si ng'ombe wanashirikiana watu 7, kwa kile kipande ambacho wewe umeshirikiana na wenzako, kile kinafuatia ubora baada ya mbuzi. Umeelewa? Kinafuatia ubora baada ya nini? Baada ya mbuzi. Simpo wengi, mbuzi si amechinja mmoja. Aiwa, taib. Kisha anafuatia sub'ul ibil, anasema sub'ul ibil. Anafuatia tena wewe wa mbuzi uliyechinja mbuzi au kondoo, sio ng'ombe, ni yule mtu wa 1/7 wa nini? Wa ngamia, si ndio? Alafu anafuatia kwa ubora yule wa 1/7 wa nini? Wa ng'ombe. Umeleka? Naam, katika hili kuna dalili. Wa dalilu ala hadha tartib, na dalili juu ya upangiliaji huu bora, kuna dalili, ndiyo ma sahha ani nabii sallallahu alaihi wasallam, ni yale yaliyosihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, annahu dhakara alqadimina ila salati aljumaa, kwamba mtume aliwataja wa mwanzo kufika katika swala ya Ijumaa. Faqala, akasema, man ata almasjida, atakayekuja msikitini, fi saati alula, lisaa la kwanza, fakaannama qarraba badanatan, ni kana kwamba amejikurubisha kwa Allah kwa kumtoa ngamia, kana kwamba amejikurubisha kwa Allah kwa kumtoa ngamia. Waman ata fi saati thani, atakayekuja katika lisaa la pili, sio saa 2. Isije mtu akasema saa 2 kamili asubuhi, lisaa. Haya masaa kuna sehemu ambapo yanakoanzia. Kwa hiyo pale yanakoanzia sio saa 1, yani sio lazima iwe ni saa 1 asubuhi. Kuna sehemu yanakoanzia, kama ni saa 1, saa 2, sijui ni saa 3, pale ndio unaweza kuta yanakoanzia yale masaa. Lisaa la kwanza inaitwa hivi lisaa, ili usije ukaelewa saa kwa hizi saa za dakika hizi, yani lisaa.
Imeleka mashekhe. Tayib. Haya, akasema faka annama qarraba baqaratan, nikana kwamba amejikurubisha kwa Allah kwa kumtoa ng'ombe. Toa ng'ombe mzima amejikurubisha kwa Allah, si ndio? Maki siku ya Ijumaa ng'ombe anauzwa laki ngapi? Laki 7, laki 8, si ndio? Nafika milioni. Kwa mfano mtu amejikurubisha kwa kutoa ng'ombe siku ya Ijumaa, akaja na milioni yake, sadaka yangu ndio 200 yangu hii nimetoa. Wewe watu watamwangaliaje? Kwanza amekuja na begi afa anaanza kuchambua. Yeye anataka kununua nini? Sasa Imam, sadaka yangu. Kila mtu zitageuka. Sasa unaonaje mtu kama huyu aliyejikurubisha? Anasema waman ata fi saati thalitha, atakayekuja katika risala 3, fakaannama qarraba kabshan aqrana, nikana kwamba amejikurubisha kwa Allah kwa kumtoa kondoo mwenye pembe. Sawa sawa. Kabshan aqrana, ametaja masaa mangapi? Masaa 3, na katika hadithi nyingine ametaja mpaka masaa 6, yani masaa yale 6, risala kwanza, risala pili, mpaka sala mwisho akasema atakuwa amekurubisha kwa kutoa yai si 250. Sasa wewe umetoa 250 siku ya Ijumaa, kuna mtu amehesabika amejikurubisha kwa Allah kwa kutoa 1,000,000 siku hii moja tu. Tena hiyo sio pesa nyingi, sababu kuna ambao waliotoa vingi katika maswahaba. Yani kuonesha tu kwamba ameonesha kwamba huyu mtu amethamini kwa kiwango gani. Almuhim, hadithi hii ndiyo dalili ya kueleza ubora wa wale wanyama. Kwa kama alivyopanga Mtume kwamba kama ingekuwa ngamia sio bora kushinda ng'ombe, asingetajwa kwenye risala kwanza ambao ndo wamefika wa mwanzo, si ndio? Na kama ng'ombe angekuwa hana ubora kushinda nani? Kondoo huyo, manake ng'ombe asingetajwa kwenye risala pili. Lakini haya masaa katika hadithi ametaja masaa mangapi? Masaa 6. Yani sio masaa ya dakika, manake risala kwanza la pili mpaka 6 katimia hivi. Na hii ndiyo hadithi ambayo tunavunja shubha ya mahajawira ya kuswali saa 3 asubuhi Ijumaa. Huko kuna kijiji ndio swali saa 3 asubuhi Ijumaa. Ndio. Alafu watu wanataka mjadala na shekhe wao mimi nilikuwa nimesafiri, kuna kipindi hapo nilivyokuwa wameleta kwamba tunahitajika tuende kwenye mjadala, shehe wao huyu wa hapa wakasema hawawezi kuja, maana ikawa mimi taarifa zimechelewa kunifikia. Sema hawezi kuja sababu sisi tunajijua tupo kwenye haki na wale wapo kwenye batili. Inaonekana alivimba kidogo kwenye nukta hiyo. Inaonekana amevimba kidogo. Kwa siku yote inshallah mtaalikwa, tutaenda huko kwenye mjadala. Sawa sawa? Naam. Isipokuwa kuna vitabu kama viwili. Kitabu kimoja kinauzwa 380,000. Kitabu hiki kina juzuu 10, lazima kipatikane. Sawa? Sasa kikipatikana vitabu viwili hivi muhimu. Katika vitabu vyote hivyo tunataka juzuu moja tu. Kuna juzuu moja pale kwenye hicho kitabu kuna maneno ya Ibn Uthaymeen, amezungumza wazi kabisa, anawaomba dalili. Mmepata wapi dalili ya kuswali saa 3 asubuhi? Maneno yapo wazi kabisa. Wanaswali, kuna watu wanaswali mahajawira. Si kuna kijiji huku tulienda sisi kufanya muhadhara. Kwa bado sasa tulivyoenda sisi ikawa wanazomewa mitaani. Mnafanya unaswara bwana. Unafanya sasa ikawauma. Wakaja wakaleta hiyo nini kwamba twendeni njoni kufanya mjadala basi. Sasa shehe wao amewaambia kwamba mimi situmii vitabu, nitatumia hivyo vya kwake nimfundishe naye anifundishe mimi na vitabu vyangu. Tayeb, almuhim. Kama ukitaka kujua upotevu wa wazi ndio yani dalili ya kushinda, sio watumii vitabu. Tayeb, fa hadha tartibu minan nabii sallallahu alaihi wasallam, upangiliaji huu unatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dalla bidilalati al-ishara, anasema upangiliaji huu umejulisha kwa ujulishaji wa ishara, ala anna al-ibla, juu ya kwamba ngamia afdalu min al-baqari, ni bora zaidi kuliko ng'ombe. Umejulisha, yani ishara ndio imeonyesha hivyo. Wal baqara, narudi pale kwenye anna, na ng'ombe afdalu min al-ghanami, ni bora kuliko nani? Mbuzi au kondoo. Idha kanat ala infirade, lakini nasema ubora huu utakapokuwa ni kwa mmoja mmoja, yani kwa maana kwamba huyo ng'ombe umsimamie wewe,
ndio utampita ubora mwenye nani? Mwenye mbuzi. Umeeleka? Na huyo ngamia umsimamie wewe mwenyewe, ndio utampita ubora mwenye nani? Mwenye kondoo. La sivyo wale walioshirikiana 7 wanafuatia ubora baada ya mwenye kondoo na mbuzi. Haina maana kwamba sasa hapa ng'ombe zipungue. Ng'ombe ziwe nyingi sawa sawa, na mbuzi pia zipatikane. Kwa sababu inafaa pia kuchinja kwa ajili ya watu wa nyumbani kwako. Inafaa kama ulivyokuwa unatoa zakatul fitri kwa ajili ya watu wa nyumbani kwako, inafaa. Kwa huko ukaweka ng'ombe, huko ukaweka mbuzi, ukaweka kondoo, lakini kwa mtu mwenye wasa katika hilo, usije ukajikalifisha katika jambo ambalo la tutiq. Wa amma tasbihu, anasema amma tasbihu, ile subh, fa huwa ishtirakun, ni kushirikiana. Wa aani bitasbihi, na ninakusudia neno tasbihi, an yashtarika 7 fi baqaratin, ni kushirikiana watu 7 katika ng'ombe mmoja, au fi naqatin, au kwa ngamia mmoja. Fayadhbahunaha anhum jami'an, wakamchinja huyo ng'ombe au ngamia, wakamchinja huyo ng'ombe au ngamia kwa pamoja. Wala shaka anna al-infirada afdalu min at-tashrik, na hapana mashaka kwamba mtu kuwa peke yake ni bora kuliko nini? Kushirikiana. Na hivyo hivyo wanavyopungua sawa sawa. Naam, kama riwaya kama vile ilivyo maneno Ibn Uthaymeen akasema wakashirikiana watu 5 ikawa hawakumpata mwingine, au wakashirikiana kwa kuamua, itafaa katika hili. Lakini ikiwa peke yake pia ndio afdal zaidi. Tuishie hapo. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kesho tutaongeza 3 nyingine 3.